Injili kama ilivyoandikwa na Mathayo mtakatifu sura ya 13 mstari wa 47 hadi 50, nasoma katika jina la Yesu. Tena ufalme wa mbinguni umefanana na juya iliyotupwa baharini, likakusanya samaki wa kila namna. Hata lilipojaa walivuta pwani, wakaketi wakakusanya walio wema vyomboni, bali walio wabaya wakawatupa. Ndivyo itakavyokuwa katika mwisho wa dunia. Malaika watatokea, watawatenga waovu mbali na wenye haki, na kuwatupa katika tanuru ya moto. Ndiko kutakuwapo kilio na kusaga meno. Neno la Bwana. Mungu Mwenyezi, Baba wa rehema, tunakushukuru kwa zawadi ya maisha. Na hata umetupa kibali siku ya leo kusanyika katika kanisa lako hili ili tukuabudu wewe katika roho na kweli. Tunapotafakari neno hili la uzima, kwa msaada wa Roho Mtakatifu atuwezeshe kulelewa na kuishi katika maisha yetu, na hatimaye tupate kufika katika uzima milele. Tunaomba haya kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amen. Tafadhali mketi. Wapendwa, tunamshukuru Mungu aliyetupa tena siku ya leo, na leo ikiwa ni siku ya Bwana ya pili kabla ya majilio, na wazo ambao latuongoza katika juma hili linasema jiandae kwa hukumu ya mwisho. Katika utaratibu wetu wa kanisa, mwezi huu Novemba, tangu tulipoanza majira ya utakatifu, tumetafakari kwamba wenyeji wetu sio hapa duniani, ni mbinguni. Na katika utaratibu wa kanisa na mwaka wa kanisa, pamoja na kwamba tunajifunza mambo mbalimbali, lakini majira haya tunakumbusha kwamba hapa duniani si petu, ni mahali pa muda tu, na wenyeji wetu ni mbinguni. Katika somo la Jumapili iliyopita nikatafakari kwamba atakayevumilia hata mwisho ndiye atakayeokoka. Katika safari hii ya imani, na inakutana na mapito na changamoto mbalimbali, lakini swala la safari ya wokovu ni swala ambalo tunahitaji kuvumilia. Changamoto na mapito zisitoe katika kusudi. Na leo tunakumbushwa kwamba baada ya maisha haya kuna hukumu ya mwisho. Na leo ujumbe huu unatukumbusha kila mmoja ajiandae. Na kujiandaa ni kuwa tayari mkesha na kuendelea kutunza neema ya wokovu ambaye Mungu anatujalia. Katika siku hii ya leo tunapotafakari neno hili la Injili ya Mathayo mtakatifu, tunaona Bwana Yesu Kristo akiwa anafundisha, alikuwa anatumia mifano mara kwa mara. Na hapa akihubiri huko kando ya bahari ya Galilaya, aliwapa wanafunzi wake mfano mingi. Na hapa anawapa mfano huu wa ufalme wa mbinguni. Moja ya mifano hiyo ni huu wa juya. Na juya kwa Kiswahili kinachoeleweka zaidi ni wavu, au kwa wingi tumezoea kusema ni nyavu, ile ambayo unatumia unatupa kwenye bahari au unatupa kwenye maji au kwenye dimbwi, unaweza kutoka na samaki ndani yake. Wavu huo ulikuwa ukitupwa baharini, na hapa unawakilisha Injili ya Yesu Kristo, ambalo ni neno la Mungu, ambalo linapokuja katikati ya maisha yetu kama unavyosikia sasa hivi, linatualika watu wote, na linakuja kwa kila mmoja aweze kulisikia. Na katikati ya kusikiliza hili neno la Mungu kuna mavuno yatakayopatikana. Kwa jinsi ambavyo utaingia katikati ya neno hili, utakapoachia moyo wako, jinsi likaingia ndani yake, kuna hatua moja litakutoa kwenda hatua nyingine. Na jinsi ambavyo hili neno linapokuja katikati yetu, halichagui kabila, wala halichagui rangi, wala mazingira au umri au hali. Ni neno ambalo linakuja kwa ajili ya watu wote. Ndio maana katika kanisa watu wote tumeingia hapa, tumealikwa, na kuna hata mmoja aliyezuiliwa kusikia neno la Mungu. Liko kwa ajili yako kadiri utakaofungua moyo wako. Na hapo wapendwa, tunaambiwa jinsi ambavyo wavu ulipojazwa samaki wa kila aina. Wavu ule ulipokea vitu mbalimbali, na unapolitupa katikati ya bahari, unakuja huko, kunaweza kuja na samaki, ukaja na wale magala au nikaa au vitu vingine na chura na vitu mbalimbali, vyote nao vinachukua. Baada ya kuvichukua, wanaenda kando ya bahari, wanaanza sasa kuvichambua. Vile ambavyo ni vizuri au ni vyombo ambavyo vilikuwa vinafaa kwa matumizi mazuri, vinatenganishwa.
vizuri vinawekwa upande wake na vile vitajiki vinawekwa upande wake. Kwa maana ya kwamba samaki watawekwa upande wao kwenye vyombo, na wale ambao ni wengine kama ni tuna na mambo mengine tunahitaji na wadudu mbalimbali wa baharini walitupwa huko pembeni. Ndivyo katika maisha yetu ya imani wapendwa, tunakumbushwa Yesu anaeleza kuwa mwisho wa dunia utakuja na wakati utakuwepo wa utenganisho vile vile. Wenye haki wataingia uzima wa milele na wale waovu watatengwa na kutupwa katika ziwa lile la moto. Hivyo ujumbe huu unaonyesha kwamba kila mmoja ana nafasi katika wavu wa wokovu, lakini lazima aishi maisha yanayompendeza Mungu ili kuingia katika uzima wa milele. Kuna hoteli nyingine ukiingia zina vibao viwili. Zinakwambia kibao cha kwanza, wageni wote karibuni. Lakini ukiingia huko ndani kuna mahali panaandikwa members only, kwamba kwa wanachama tu. Na hii inaonyesha kwamba watu wote mnapofika pale mtapokelewa. Lakini kuna maeneo kuingia kule ndani zaidi, tunahitaji wale wanachama waliosajiliwa zaidi. Na ndivyo katika maisha ya imani, kanisa kama kanisa tulivyo hapa, watu wote tunaandikwa njoni kwa mponya, njoni kwa Yesu. Na kweli tuko hapa, hutazuiliwa. Lakini kwa habari ya kurithi uzima wa milele, ni wale waliokata shauri, wale muamini Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Na maamuzi ya kwako mpendwa, unapolisikia neno la Mungu, utafakari na kuchukua hatua. Kupitia ujumbe huu wa Injili ya Mathayo, yako mambo mengi tunaweza kujifunza. Katika ibada hii tutazame mambo muhimu matatu. Jambo la kwanza, tutambue kwamba Mungu anatuita na anakuita wewe uwe sehemu ya wavu wake. Wapendwa, wavu ulio baharini ni mfano wa upendo wa Mungu unaotuvutia watu wote. Hata wanafunzi wa kipaimara wanakumbushwa kuwa Mungu amewaita ndani ya wokovu. Katika kipindi hichi cha udogo wenu, mtafakari juu ya ubatizo wenu na imani mliofundishwa. Na leo Mungu anawaita pia muwepo katika pendo lake. Na jinsi tutakaposikia sauti ya Mungu baba katika pendo la Mungu, Yohana 6:37 anasema, wote anipao Baba watakuja kwangu, wala yeyote ajaye kwangu sitamtupa nje. Hii inamaanisha kwamba uzima wa milele ni zawadi iliyo wazi kwa watu wote. Wewe na mimi tuna sehemu katika uzima ule. Lakini kinachohitajika ni kufanya maamuzi. Na maamuzi yameelekezwa. Utakapoliishi neno la Mungu kwa kupitia njia iliyo nyembamba, utafika uzima wa milele. Na unapoingia katika uzima wa milele, una ahadi ya kwamba utapata raha ya milele. Kinyume chake, unapopita katika njia ambayo ni pana, na matokeo yake ni katika ziwa lile la moto. Katikati ya maisha umetafakari juu ya neema ya wokovu uliyopata kwa njia ya ubatizo, na umefundishwa na leo utakiri mbele za watu wote kwamba unamwamini Mungu ndiye aliyekuumba, Yesu Kristo amekukomboa kupitia kifo chake pale msalabani, na Roho Mtakatifu anayekutakasa na kutakasa kanisa lake. Unapaswa kuishi katika msingi na imani hiyo, ukijua kwamba kwa msingi huo ndio njia ya kufika katika uzima wa milele. Wapendwa, katika maisha haya ambayo Mungu ametupa, sisi sote tuishi na kutamani kwamba kuona majina yetu yawe yameandikwa katika kitabu kile cha uzima wa milele. Itafakari katika maisha yako, kitabu kile kitakapofunguliwa, jina lako litakuwa kule. Na ili katika hilo lifanikishe, tunahitaji kuishi maisha ya upendo na kuendelea kumcha Mungu. Lakini jambo la pili, tunajifunza kwamba kuna wito wa kuishi maisha ya utakatifu. Wazuri waliwekwa viongoni kama neno la Mungu lilivyosema, wabaya wakatupwa. Hii inatukumbusha kwamba katika maisha ya wokovu si jina tu, ni mtindo mzima wa maisha. Kwa namna gani maisha yako yanashuhudia wewe ni namna gani? Mchungaji hapa alitania kwaya fulani akasema, kwaya hii inaleta ushuhuda hata mavazi yao na wale wengine. Hata kama alikuwa ni utani, lakini ujumbe umefika. Kwamba wewe unatazamaje katikati unaposimama katika maisha yako? Watu wanapokutazama wanakuona una chapa ya Kristo au ni msanii ndani ya kanisa? Katikati ya majina tulioitwa, tunahitaji majina yetu kama Wakristo
yasanifu au yaoneshe ukweli tunayemshuhudia ni nani, ukweli tunayemwabudu ni nani, na anapaswa kuheshimiwa, na anapaswa kuonekana kwamba yeye ni muumba wa kila kitu, na tumtii katika maelekezo ya neno lake. Wanafunzi wanaobarikiwa leo, mnapaswa kuanza maisha mapya ya uaminifu, maisha ya unyenyekevu na maisha ya upendo. Neno la Mungu katika Petro wa kwanza 1:15 anasema, kama alivyo mtakatifu yeye aliyewaita, nanyi iweni watakatifu katika mwenendo wenu wote. Ni wito ambao mnapewa kuishi maisha ya uaminifu, kutii amri za Mungu ambazo mmejifunza kwazo, na muone jinsi ambavyo mtazitimiza. Tuna changamoto ya maisha tunayoishi. Wakati mwingine tunafikiri kubarikiwa ni graduation, kwamba hata baada ya kubarikiwa sasa siji kanisani tena. Nataka niwaonye kwamba utokuja ibadani au kumwabudu Mungu ni umevunja amri ngapi? Mnaobarikiwa, umevunja amri ngapi? Hebu tuiseme. Wewe hamna siku uta graduate au utahitimisha kwamba leo siendi kanisani kwa sababu nimebarikiwa. Na wengine wakisema majao kama hayo nafikiri leo ndio graduation ya kutokuja kanisani. Nataka niambie kwamba ndio mwanzo umeanza. Sasa nyinyi ni watu wazima kiimani, mtetee imani yenu kwa kuishi maisha safi, maisha ya kumcha Mungu, na mwe kielelezo katikati ya familia zenu. Lakini pia ni ujumbe hata kwa familia. Tuone wajibu wetu wa kuendelea kuwalea watoto hawa katika misingi ya neno la Mungu. Ili uweze kuwalea katika misingi ya neno la Mungu, lazima wewe mzazi au mlezi, neno la Mungu liwe ndani yako. Kama hilo neno la Mungu haliko ndani yako, utaweza kuwalea katika njia inayopasa. Matokeo yake watoto wataharibika, watavurugika, kwa sababu tu wamekosa malezi ya msingi. Na miaka hii miwili wamekaa hapa, wamefundishwa njia inayopaswa kuishi maisha utakatifu ni haya. Isifike mahali baada ya hapa tukaanza kuwachafua. Na uchafuzi unaweza kuanza leo kwa baadhi wengine. Ndio maana matangazo yamekaza sherehe zenye kumtukuza nini? Mungu. Kwamba usafi uonekane hata baada ya ibada hii. Matukio yatakayoendelea yapate kumpa Mungu utukufu, wala sio kuondoa, kuanza magomvi, kuanza chuki na vitu vingine ambavyo vinafanana na hivyo. Kwa wapendwa wazazi wenzetu, tuone wajibu wetu wa kulea watoto na neno la Mungu likae ndani yetu. Tena neno ambalo ni sahihi, sio neno la kuungaunga au la ujanja. Wakati fulani watoto hawa wakafundishwa shuleni, wanajifunza masuala mbalimbali na kanisani, na akaenda nyumbani akamuuliza baba yake swali, kwa sababu somo la siku hiyo katikati ya familia lilikuwa linatoka linahusu habari ya Yona. Na kama unafahamu, akasoma vizuri, Yona alimezwa na samaki, na maelekezo na sala ikafanyika pale. Baada ya sala, mtoto akamuuliza mzazi, hivi baba na mama, mbona kama somo umesoma lakini kama nilikosewa? Kwa nini? Hivi ni Yona alimeza samaki au samaki alimeza Yona? Kwa vile mzazi ana msingi mzuri wa neno la Mungu, na mtoto aliwaza akafikiri kwamba kawaida mimi ndo nakulaga samaki, inawezekanaje leo samaki akameza mtu? Ndio akili ilikuja kichwani kwake, akamuuliza mzazi. Na mzazi kwa vile hana msingi mzuri wa neno la Mungu, alipoona anashindwa kujibu, akasema sielewi, lakini kwa kuna kumezana hapo kitu cha namna hiyo. Huko ni kupotosha watoto. Na hapa wito unakuja kwamba kama mtoto wako amebarikiwa, anahitaji kuelewa katika maisha ya neno la Mungu. Na wewe mwenyewe mzazi au mlezi, tuwe na neno la Mungu. Shida ni kwamba tumekuwa busy na majukumu yetu. Nafasi ya malezi tumeachia wachungaji, wainjilisti na walimu huko shuleni. Na hii ni hatari kwa kizazi chetu. Matokeo yake watoto wanaharibika, maadili yanakuwa ni mabovu. Ni nani alaumiwe? Tunakumbushwa habari ya kuishi utakatifu ni pamoja na kuleleana katika maisha ambayo yana ushuhuda, pamoja na majukumu mengi tuliokuwa nayo kule nyumbani. Tusikose nafasi ya kukaa na watoto wetu, kuwasikiliza, kuwafundisha, kuwaelekeza mambo yanayopaswa kufanya katikati ya familia. Nje ya hapo
utakatifu ule utaondoka. Lakini sio kwa watu peke yao. Utakatifu hata pia kwa sisi ambao ni watumishi katikati ya kanisa na jamii. Leo kwa ya Agape nao watazindua albamu yao. Katikati ya kuimba ujumbe huu ambao tunautoa kwa maneno jambo moja. Lakini wewe uhusiano wako na ule unayemsifu uko vipi? Ni hatari sana kuona kwamba yeye anaitwa kwaya ya Agape. Alafu kuja kwenye kwaya ya Agape kuna watu hawapendani. Maana yake imeenda nje na jina leo. Tunataka tuone maisha yale ya upendo, ushuhuda wenu unashuhudia nini? Upendano uonekane. Lakini pale Mungu anapowabariki akawapa neema ya kuzindua hata flash hiyo, mnahitaji kuendelea kuwa nyenyekevu. Mnahitaji kuendelea kuwa waaminifu kumtumikia Mungu. Kuna wenzenu wamefika mahali walipozindua album kama hivi. Matokeo yake hata huyo ni mazoezi kanisani hawaji tena. Wanasema tukifika pale tutaweka flash, tutakuja kucheza hapa mbele, maisha yataendelea. Tumefanya kama kanisa sasa hivi au ibada ni sehemu ya kufanya show. Na waonya msifanye hivyo. Kwa sababu Mungu amewainua, hizi ziendelee kuhubiria watu mahali pengine. Na nyinyi mkutane kwa maombi na kuendelea kutunza ushuhuda wenu. Sauti zenu zipate kumsifu Mungu. Sifurahie tu kwa sababu ya kuzindua albamu, lakini muendelee Mungu awape maono mengine mapya. Ili ushuhuda wenu mkijua na ninyi ni wahubiri wa Injili, maisha yenu yapate kushuhudia. Usitumie kwaya kama kichaka cha kujificha, bali tumia kwaya kama chombo, vipawa vya kumtukuza Mungu, ili watu wapate kufika uzima wa milele. Na jambo la tatu tunalojifunza kupitia somo hili ni uzima wa milele ni ahadi ya hakika. Uzima wa milele si hadithi, ni ahadi ya kweli kutoka kwa Mungu. Na Yesu mwenyewe alisema katika Injili ya Yohana 10:28, akasema hivi, na wale wanaonifuata nitawapa uzima wa milele, wala hawatapotea kamwe. Hivyo basi wapendwa, msimame imara katika imani yenu. Mdumu katika kulisoma neno la Mungu. Tudumu katika maisha ya sala na maombi na ibada na kufanya kazi kwa bidii. Mambo haya yanaenda kwa pamoja. Ndio njia ambayo tunaweza kutunza ushuhuda wetu. Jambo lote ambalo ni vizuri linatumia gharama. Tusiogope changamoto za maisha. Tusiogope hali za hatari tunazoziona. Cha msingi tudumu sana katika maombi. Wakati mwingine katika maisha haya ya imani, wengine bila kupitishwa mahali pagumu tusingeona hapa. Lakini wakati mwingine unapopitishwa ni ili uweze kuimarika katika imani. Ndugu mmoja akawa ni mwoga sana. Katikati ya jamii wakamtupia kitu kama uchawi wa ushirikina. Wakaenda kuvunja minazi na vitu vingine vya kuonyesha ishara mbaya pale kwenye geti lake. Alipoona hivyo akaogopa. Ni mtu alikuwa ni kanisani. Alipoona mambo hayo akaanza kuogopa, akaita watumishi wakaomba. Yule alifanya jambo hilo kwa sababu ana sababu zake. Akasema ameogopa, ameita mpaka watumishi. Akasema huyu tutamkomesha. Baada ya siku moja mbili wakaua paka. Wakamfunga na kitambaa cheusi, wakatupa ndani ya geti. Hapo alikuja haraka kanisani. Mchungaji, napitia mambo magumu, napitishwa sana. Naomba tu msaada wenu watumishi waje pale. Watumishi wafika pale wanaomba, wanakemea, wanachoma, maisha yanaendelea. Tangu hapo yule mtu akawa anakuja kanisani, si kwa sababu anakuja, anaogopa wasije kumloga kule nyumbani. Na kama wachawi wanasababisha ukaja kanisani, basi wawepo tu ili uwe na adabu ile kanisani. Lakini nataka kuambia usije kanisani kwa vitisho. Uje kwa furaha, uje muabudu Mungu katika roho na kweli. Sawa sawa na ile Zaburi ya 100. Tufurahie, tumtumikie Mungu kwa furaha. Kwa sababu tunajua kwamba ipo hukumu ya mwisho. Je, umejiandaaje? Muda huu ambao Mungu ametupa neema ya kuwa pamoja, tuitumie kujifunza neno la Mungu. Tuitumie kufanya maombi na tuendelee kufanya kazi kwa bidii. Tukijua kwamba Mungu atabariki kazi za mikono yetu. Maisha ya wokovu ni njia mojawapo ya kutupeleka katika uzima wa milele. Vijana mtakaobarikiwa leo, njia mojawapo ambao mnaweza kutunza wokovu wenu
ni kwa kuitunza ahadi yenu ya ubatizo. Na hapa nataka msimame muiseme. Hiyo ndio njia mojawapo itasaidia kutunza neema ya wokovu na siku zote kuendelea kumcha Mungu, tukisubiri wakati wa Bwana tuurithi uzima wa milele. Hebu simameni mseme ahadi ya ubatizo. Ninamkataa shetani na kazi zake zote na mambo yake yote, na nitoa kwa Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Nikutegemee, nikutumikie kwa uaminifu hata nitakapokufa. Hii makofi. Daima mdumu katika ahadi hiyo. Isifike mahali baada ya kubarikiwa ukaishi nje ya ahadi hiyo. Kwa kuishi na kutimiza ahadi hiyo, wewe umeokoka katika Kristo. Na maisha yako yatafanikiwa. Tafadhali mketi. Wapendwa, ujumbe wa Mungu unatuita sote tuingie ndani yake, tuishi katika utakatifu ili tupate uzima wa milele. Tusifike mahali tukafahamu kwamba tuko safarini. Katika safari hii, pamoja na mapito na mabonde na milima, kuna wakati wa kutoa hesabu. Ile siku ya mwisho tunahitaji kila mmoja tuwe miongoni mwa samaki wazuri watakaochaguliwa kuingia katika uzima ule wa milele. Na neno la Mungu linasema, ilindeni katika upendo wa Mungu, mkingojea rehema ya Bwana wetu Yesu Kristo hata uzima wake wa milele. Yuda 1:21. Basi Mungu alibariki neno lake na tubariki sisi sote, ili tunapokaa katika ibada hii na kufurahia, itupe kutafakari uhusiano wetu na Mungu, na hatimaye tuishi maisha mema, tupate kurithi uzima wa milele. Bwana Yesu asifiwe. Engare Nairobi, engare kijito cha maji ya uzima.